Jambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amesema wananchi hawataki migogoro ya viongozi ambayo wakati mwingine ni ya maslahi binafsi. Imearifiwa kuwa mtu mmoja amefariki dunia na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 6 kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha magari mawili iliyotokea katika kata ya Lugelele wilayani Mbarali mkoani Mbeya. Na katika michezo inaarifiwa kuwa kesho Jumamosi kutakuwa na mwendelezo wa ligi ya Championship nchini Tanzania, huku michezo yote ikitarajiwa kuchezwa kesho hiyo hiyo, vita kubwa ikiwa ni timu ya Mbeya City dhidi ya Geita Gold. Mchezo huo ukitarajiwa kuchezwa katika dimba la Nyankumbu Girls mkoani Geita. Je, nani kujitengenezea mazingira mazuri ya kupanda daraja? Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo, na uko nami Resta Faris. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amesema wananchi hawataki migogoro ya viongozi ambayo wakati mwingine ni maslahi binafsi. Dr. Biteko ameyasema hayo wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la Mwandarala wilayani Longido mkoani Arusha, ikiwa ni sehemu ya ziara yake mkoani humo kuelekea maadhimisho ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Dr. Biteko amesema kuna baadhi ya viongozi wameacha kuwahudumia wananchi na badala yake wanashughulikiana wao kwa wao kutokana na chuki zao binafsi, akisema ni aibu kubwa na kuwataka kuungana pamoja kufanya kazi kwa pamoja kupata maendeleo. Niliwaambia asubuhi, nimekuja Arusha, nimekuta ni mkoa wenye utulivu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nalizungumza hili kwa sauti na uwe mfano kwa viongozi wengine nchini. Ndugu zanguni, tukiwa na mkoa wenye utulivu, tutawahudumia Watanzania hawa. Hawa Watanzania hawataki migogoro yetu sisi viongozi. Na wakati mwingine migogoro tulionayo ni migogoro ya maslahi binafsi. Tumeacha kuwahudumia wananchi, tunashughulikiana. Tunataka huyu akwame ili huyu afanikiwe kwa sababu tuna cartel. Mkoa wa Arusha, nimekwenda Monduli jana, wanaungana. Nimekuja hapa Longido, wanazungumza lugha moja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hongera sana. Endelea kusukuma hivyo. Tunataka Arusha watu waungane, wafanye kazi ya pamoja. Hakuna kitu kinachotia aibu. Unakuta kiongozi umepewa nafasi mahali fulani, ama wewe una cheo mahali fulani, badala ya uzungumze shida za watu, unazungumza watu, huyu kwako mbaya, yule mbaya, huyu mbaya. Wewe ukiulizwa uzuri wako huna cha kuonyesha. Nataka niwaombe watu wa Arusha, watu wa Monduli, watu wa Longido, viongozi tuliopewa nafasi, mteja wetu wa kwanza awe mwananchi, mteja wetu wa pili awe mwananchi, mteja wetu wa tatu awe mwananchi. Hawa wananchi ndio wanatupa uhalali wa sisi kuitwa viongozi. Ni kwa kodi zao tuko hapa, ni kwa sababu wanalipa kodi tujenge nchi yetu. Maono ya viongozi wetu wakubwa, rais wetu na wasaidizi wake, makamu wa rais na waziri mkuu na viongozi wengine, wangependa kuona tunawaondoa Watanzania kwenye umaskini. Hatuwezi kuwaondoa Watanzania kwenye umaskini tukihubiri chuki na migawanyiko miongoni mwetu. Nimesimama hapa nikizungumza kwa sababu nimeona mfano mzuri Arusha. Kwenye wilaya mbili nilizokwenda, watu wameungana, wanazungumza lugha moja, chama lugha moja na serikali lugha moja, kumhudumia mwananchi apate maji, apate umeme, apate barabara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hongera. Wakuu wa wilaya, hongera. Na mnaona hata wakuu wa wilaya wenu hapa, tuko hapa, wamekuja na wabunge. Ningetamani kuona na viongozi mahali pengine tuige mfano huu wa kuwaunganisha wananchi, tulete maendeleo kwenye maeneo yetu. Ninawashukuru sana watu wa Mwandarala kwa kutupokea. Najua tumewaweka muda mrefu. Ni Dr. Biteko huyo akizungumza katika mkutano wa hadhara ambao umefanyika huko mkoani Arusha. Kwingineko imearifiwa kuwa mtu mmoja amefariki dunia na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 6 kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha magari mawili iliyotokea kata ya Lugelele wilayani Mbarali mkoani Mbeya. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga, ajali hiyo imetokea leo katika barabara kuu ya Mbeya Njombe, ambapo gari lenye namba za usajili T511 EKM aina ya Haiger, basi kampuni ya High Express ikiendeshwa na dereva Bosco Mwamila mwenye umri wa miaka 52, mkazi wa Chalinze,
ikitokea Dar es Salaam kuelekea Mbeya iligongana na gari lenye namba za usajili BAR 9256 ZM mkwaju ALG 7806T aina ya FAW kampuni ya AM Motors ya nchini Zambia. Kuzaga ameeleza kuwa chanzo cha ajali kinatajwa kuwa ni uzembe wa dereva wa basi T511 EKM Haiga kujaribu kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari na kwenda kugongana na gari hiyo. Zaidi tupate nafasi ya kumsikiliza Kamanda Kuzaga. Ni kwamba mnamo tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 2:10 za asubuhi huko eneo la Igawa kata ya Lugelele wilaya ya Mbarali mkoa wa Mbeya kwenye barabara kuu ya Mbeya Njombe, gari lenye namba za usajili namba T511 EKM aina ya Haiga basi kampuni ya Hai Express iliyokuwa ikiendeshwa na dereva ambaye anaitwa jina la Bosco Mwamira mwenye umri wa miaka 52. Huyu ni mkazi wa Chalinze. Ikiwa inatoka Dar es Salaam kuelekea jijini Mbeya. Iligongana na gari lingine lenye namba za usajili BAR 9256 ZM mkwaju ALG 7806T aina ya FAW kampuni ya AM Motors ya nchini Zambia iliyokuwa ikitokea nchini Zambia ikiwa imebeba kopa, madini haya mzigo wa kopa, ikiendeshwa na dereva anaitwa Dani Kachesa mwenye umri wa miaka 61. Huyu ni mkazi wa Lusaka, Zambia. Na baada ya tukio hilo la ajali iliweza kusababisha kifo kwa dereva wa basi na majeruhi. Aidha, katika ajali hiyo mtoto mmoja aitwaye Gadiel George mwenye umri wa miaka 6 ambaye ni mkazi wa Mbeya, mwanafunzi wa shule ya msingi Isaya anayesoma darasa la kwanza. Huyu alijeruhiwa na aliweza kukimbizwa katika hospitali ya wilaya ya Mbarali kwa matibabu na anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali hiyo. Ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya akielezea namna ambavyo ajali hiyo imetokea. Mtazamaji wa Dream Media, nikukumbushe kuendelea kufuatia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Na tukianzia huko Khartoum, imeelezwa kuwa wafanyakazi wa misaada nchini Sudani wameripoti kuwa watoto ni miongoni mwa wanaofariki dunia kwa kiu na njaa baada ya kulazimika kukimbia kambi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani nchini humo. Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa shambulio la siku za hivi karibuni lilifanywa na wanamgambo wa RSF limesababisha wimbi la uhamishaji wa watu ambalo halijawahi kushuhudiwa katika historia ya eneo hilo. Kati ya watu waliokuwa wamekimbilia usalama katika kambi ya Zamzam iliyoko katika eneo la Darfur, inakadiriwa kuwa walikuwepo kati ya nusu milioni hadi 700,000. Hata hivyo, wiki mbili zilizopita, sehemu kubwa ya kambi hiyo iliharibiwa kwa moto na mashambulizi hayo kusababisha vifo vya raia pamoja na wafanyakazi wa misaada, na wengine wao waliolazimika kukimbia wamepoteza maisha kutokana na njaa na kiu, huku joto kali likizidi nyuzi joto 40. Hata hivyo, inaelezwa kwamba baadhi yao waliweza kuwasili katika mji wa Tawila ambako misaada ya kibinadamu inaendelea kutolewa japo ni ya kiwango cha chini. Na Jerusalem imesema zaidi ya watu 60 wameuawa katika mashambulio ya kinyama siku za hivi karibuni, ambayo zaidi hufanywa na jeshi la utawala wa Israeli katika eneo la ukanda wa Gaza, huku idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka. Asasi ya ulinzi ya raia wa Palestina na taarifa za wataalamu wa afya zimeripoti kuwa watu 12 wa familia moja kutoka Jabalia kaskazini mwa Gaza ni miongoni mwa Wapalestina waliouawa katika mashambulizi ya kinyama yaliyofanywa na utawala wa Israeli alfajiri ya kuamkia leo. Wakati huo huo, wizara ya afya ya Gaza imetangaza kuwa hadi sasa watu 1978 wameuawa na wengine 5207
wamejeruhiwa tangu utawala wa Israeli ulipovunja makubaliano ya usitishaji mapigano mwezi Machi mwaka huu. Taarifa zinasema kuwa Wapalestina wapatao 51,355 wamethibitishwa kuwa wameuawa na wengine 117,248 wamejeruhiwa katika vita vya kinyama na mauaji ya kimbari yaliyoanzishwa na utawala wa Israeli dhidi ya Gaza mwezi Oktoba mwaka wa 2023. Mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo tunaarifiwa kuwa kesho Aprili 26 kutakuwa na mwendelezo wa ligi ya Championship nchini Tanzania, huku michezo yote ikitarajiwa kuchezwa kesho hiyo hiyo, na vita kubwa ikiwa ni timu ya Mbeya City dhidi ya Geita Gold, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa katika dimba la Nyankumbu Girls mkoani Geita. Zaidi huyu hapa Johnny Jerome anayekuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Vita ya Championship inazidi kupamba moto. Hivyo kesho kutakuwa kuna mwendelezo wa michezo kadhaa ambapo inatarajiwa kupigwa katika viwanja tofauti tofauti, huku michezo ambayo inaonesha kuwa na vita kali ni pamoja na mchezo wa Geita Gold dhidi ya Mbeya City, ambapo Mbeya City wanatafuta alama 3 ambazo zinaweza zikawaweka katika mazingira mazuri ya kupanda daraja wakacheza ligi kuu msimu unaofuata. Lakini pia Stand United naye yupo kwenye hiyo vita, huku Mtibwa tayari yeye ameshatengeneza mazingira mazuri ya kurejea katika daraja la Premier League, huku kwenye michezo ambayo imesalia anatafuta alama 3 pekee. Lakini michezo hiyo ya Championship inatarajiwa kuchezwa yote kwa siku moja, kwa maana ya kesho, huku ikichezwa muda mmoja. Lakini sio michezo ya kesho pekee, hata michezo mingine yote ambayo imesalia, ambapo jumla ya michezo iliyosalia ni michezo 3. Kwa hivyo kuanzia siku ya kesho michezo yote itapigwa tarehe 1, kwa maana ya kesho siku ya tarehe 26 michezo itachezwa siku moja na muda mmoja. Lakini pia tarehe 1 ya mwezi wa 5 michezo pia itachezwa muda mmoja na siku moja. Lakini pia siku ya tarehe 10 ambapo ndio itakuwa inafika tamati ligi ya Championship, pia michezo itachezwa muda mmoja na siku moja. Yote hii ni kuepukana na changamoto ambayo mara nyingi huwa inaweza kujitokeza ya upangaji wa matokeo kiujumla. Nani kupanda daraja, tusubiri nini ambacho kitatokea kuanzia siku ya kesho. Asante sana Johnny Jerome. Na kabla ya kuhitimisha Dream Habari, nikukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku ya leo. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko amesema wananchi hawataki migogoro ya viongozi ambayo wakati mwingine ni ya maslahi binafsi. Mtu mmoja amefariki dunia na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 6 kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha magari mawili iliyotokea katika kata ya Lugelele wilayani Mbarali mkoani Mbeya. Na katika michezo inaarifiwa kuwa kesho kutakuwa na mwendelezo wa ligi ya Championship nchini Tanzania, huku michezo yote ikitarajiwa kuchezwa kesho hiyo hiyo, na vita kubwa ikitajwa ni Mbeya City dhidi ya Geita Gold, mchezo huo ukitarajiwa kuchezwa katika dimba la Nyankumbu Girls mkoani Geita. Je, nani kujitengenezea mazingira mazuri ya kupanda daraja? Na huo ndio mwisho wa Dream Media Habari. Endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwaheri.